Kwa jina naitwa Titus Gitonga. Nilikuwa nataka kuwafundisha ni kwa sababu gani Yesu Kristo alikuja kupatia wanadamu uzima, kama vile alivyonena katika John chapter 17 mstari wa 2 na wa 3. Akasema ni yeye tu amepewa mandate ya kupatia wanadamu uzima. Sababu ya Yesu aje apatie wanadamu uzima ni kwa sababu identity ya mwanadamu ni uzima. Ama mwanadamu jina lake linatakikana kuwa uzima ama uhai. Sio majina haya mengine yote wanadamu walioishi wakiitwa hapa duniani. Na kama identity ya mwanadamu jina lake ni uzima, lilipotelea wapi ndiyo Yesu aje akaweze kupatia mwanadamu ama kumfundisha ya kwamba identity yake ya mwanadamu ni uzima. Ukifata kulingana na ile knowledge Yesu alileta hapa duniani, ile aliletea wanadamu, maana usipokuwa na ile knowledge Yesu Kristo alileta, huwezi ukaelewa identity ya mwanadamu ni uzima. Na ufahamu huo Yesu aliyeleta hauko katika prophecy ile inayosema Yesu ni mwana wa Mungu na jina lake ni Yesu Kristo, lakini ufahamu huo uko katika neno la Yesu ama neno la huyu aliyenenwa, ama ile inaitwa neno is word, yani neno la neno. Hapo ndio uelewa wa origin ya mwanadamu ama jina lake halisi la mwanadamu ni uzima. Na maanisha ukielewa identity ya mwanadamu ni uzima, utaelewa wale wanadamu wote wako duniani, wale wanaosemekana ni zaidi ya bilioni 7. Sasa katika uzima hauko katika hiyo namba ati namba ya uzima ulio duniani ni zaidi ya milioni 7. Hapana, uzima ni singular ama uhai ni moja. Wakati uhai ule ulikuwa umepotelea kwa wanadamu, ile inaitwa scattered, ule ulikuwa scattered kwa wanadamu, wakati umekuwa gathered together, kama vile Yesu alisema katika Methali, katika kitabu ya Matthew chapter 12 mstari wa 30, akasema yule hayuko pamoja naye anatawanya. Na katika Luka chapter 11 mstari wa 23, akasema yule ako pamoja naye anakuchanya pamoja naye. Hivi ni kusema wakati wanadamu wamepata ile knowledge ya Yesu, ule uelewa Yesu alileta, ule unapeanwa na Roho wa kweli, yule aliyenenwa katika John chapter 16 mstari wa 7 mpaka 15. Uelewa ule ndio unawezesha mwanadamu kuelewa jina lake halisi ni uhai, na kwa kuelewa hivyo atakuwa amerudi katika uhai ama amekuchanywa pamoja na uhai. Na jina hili la mwanadamu uhai lilipotelea wapi na ni nani alipoteza? Ukifata kulingana na uelewa ule Yesu alileta, sio uelewa ule ulikuwa duniani wa ile akili wanadamu walikuwa wanatumia kutoka kwa yule Mungu wa duniani, yule aliumba watu. Kwa sababu hapo ndipo pako na shinda. Shinda ilianzia wakati viumbe wa kwanza waliumbwa. Wale walipewa jina Adamu na Hawa. Kulingana na rekodi ya Biblia, ukisoma katika Genesis chapter 2, wakati ule viumbe wale walipewa jina Adamu na Hawa, hapo ndipo identity ya mwanadamu ilibadilishwa. Kwa sababu ile pumzi ambaye ilipulizwa katika ule kiumbe Adamu
ambaye uhai ule ndio ulienda pia kwa yule mwanamke anaitwa Hawa. Pumzi hile ilikuwa na komponenti 3. Komponenti ya kwanza ilikuwa ni uhai, ya pili ni mwili wa roho, na ya tatu ni akili. Ilienda ikiwa ile inaitwa concurrently intertwined perpetuated conjoint, yani kitu kilienda kikiwa kimesikana, kikiwa kimoja katika hizo komponenti 3. Na wakati hizo komponenti 3 ziliingia kwa ile structure iliyokuwa imetengenezwa, structure ile ikakuwa hai, ama ikawa ina ile ability ya kufanya activities. Na wakati sasa hiyo information iliwekwa katika hiyo structure iliyoumbwa inaitwa Adam and Eve, kile kitu hiyo information ile information haikupeanwa katika kile kiumbe, ni kwamba ule uhai ama ile sehemu inawezesha existence ya hicho kiumbe, yani kiumbe hicho kuendelea vile kusisi kuexist, hiyo sehemu inaitwa uhai ama inaitwa life. Hiyo sehemu haikuumbwa. Sehemu hiyo iliexist ama ilitoka kutoka kwa uzima, ikakuja na huyo Mungu ambaye alikuja kuumba ikiwa ndani ya Mungu huyo. Na wakati kwa kile anaumba, wakati anaingia kwa kile ameumba ama ile structure ameumba, ule uhai unaenda concurrently intertwined perpetuated conjoint, kikiwa pamoja. Kwa hivyo uhai ule haukutoka kwa kile kiumbe, ama uhai huo unayewezesha viumbe kuexist, uhai huo haujatoka kwa yule anaumba ama ana manifesti kukua zile structures zinabeba zile komponenti 3 ambazo ni uhai, spirit, body na knowledge. Haijatoka kwa huyo anayeumba. Sasa wakati huyu Adam aliumbwa, hakuelezwa ule uhai ulitoka katika uhai ama ule uhai ndilo jina lake lenyewe, kwa sababu ule uhai ukikosa kwa chochote kile kimeumbwa akiwezi kikaexist, kinasizi kuexist na akiwezi kuwako. Kwa hivyo chochote kile kimeumbwa, kile kina uhai, jina la kitu kile ama kiumbe kile. Lakini sasa tukiziro ini kwa mwanadamu, kwa sababu hapa ndipo kuna maneno kati ya mvutano kati ya ule uhai, ukitaka kufikia ule uhai uko ndani ya mwanadamu, na mvutano katika yule Mungu naye anafanyika ile miili ya structures zinazobeba huo uhai ndani ya viumbe zile. Mvutano mkali huko hapo, na si mvutano kidogo. Kwa hivyo wakati sasa kile kiumbe kiliumba huyo Adam, kama angepatiwa jina life ama uhai, hakungekuwa na shinda yoyote, maana kiumbe kile kingekuwa kinampa utukufu ama kinamuhona yule life, instead ya kuona ile aliumba ile structure ama ule mwili. Kwa sababu wakati kile kiumbe kile kimekuja, zile komponenti 3 zikaingizwa kwa ile structure iliumbwa, sasa zinakuwa komponenti 4 zile zimeconstitute a person ama mwanadamu, ambazo hizo komponenti ya kwanza ni life ama uhai, komponenti ya pili ni spirit body, komponenti ya 3 ni hii physical body ambayo ni structure, na komponenti ya 4 ni knowledge. Katika hizo komponenti 4 sasa, ambayo ndio mwanadamu huyu anayetembea duniani, ile komponenti na carry the day ya kwamba mwanadamu ni nani, ni ile komponenti life. Hiyo ndio ina carry the day ama hiyo ndio mwanadamu, mbali si hizo komponenti zingine, si roho
na si physical body ile tunaona tunasema yule ni mtu, na pia sio knowledge ama ile akili ina constitute ile character ambaye inakuwa dispensed ama disposed ama through activities za kile kiumbe, kwa sababu watu wengi pia wanajulikana katika karakta zao. Ni kama vile unaweza sema yule ni mwalimu kwa sababu karakta yake ni mwalimu wa kufundisha. Unaweza sema yule mtu ni mlevi kwa sababu karakta yake ni ulevi. Unaweza sema yule mtu ni daktari kwa sababu ile knowledge iko ndani yake, karakta yake ni ya kutibu watu. Ama yule mtu ni rubani, ama yule mtu ni nahodha wa meli, ama ni dereva wa gari, ama ni askari, ama ni mwanajeshi, ama ni mtu aina yoyote yule kulingana na karakta yake. Sababu naelewa watu wanakuwa defined pia na karakta. Lakini sasa hapa tunaongea habari ya the real person. The real person ni ile component ya uhai ambaye ilitoka katika uhai, haijaumbwa. Ilikuwa ina exist kabla ya creation ama kabla ya departure ya the creator, ambaye huyo creator alikuwa ni ngirole body ya yule life ama ya ule uhai. Na wakati ilikuanga ngirole body kabla ya kutoka kule, ndio is established kama Mungu na rulership yake ama kingdom yake. Alikuanga anatembea kama vile unaonanga ukisoma Biblia katika Exodus, vitabu ya Exodus kwa njia chapter 13 kule ukienda utasikia wakati Mungu alikuwa anatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, katika nchi ya Misri, Egypt, wakitembea njiani. Alikuwa anatembea juu yao, mbele yao akiwa ni wingu linawaongoza katika ile njia. Wakati wa mchana linawapa kivuli, na katika usiku linakuwa ni nguzo ya moto. Sasa wingu lile ndilo ile supreme being ama ndio ile mwenyewe alizindikria kuhusu ni Mungu, ama wanadamu wakijaribu kutranslate hizo nguvu zile zinafanya kazi, wanampatia majina mengi kama Yawe, Yasoswa, Yosua, yani na majina mengi yale yako duniani. Mengi imetokana na huyo supreme being akielezea wanadamu, na mengine yamekreatiwa na wanadamu wenyewe kama wale philosopher thinkers na wale watu werevu katika wanadamu, ndio wanajaribu kutranslate ile nguvu vile inafanya kazi, na wanachomoka na jina pale wao wenyewe na linaanza kutumika. Kwa hivyo wakati hiyo glory body ilikuwa inatembea kabla ya creation, sasa before time, before universe, before creation, ilikuwa inatembea arabu inarudi katika live, inaifunika kama blanketi na inakuwa ni mwili wake. Ilikuwa inafanya hivyo regularly, ikiwa inaenda inarudi, inaenda inarudi. Lakini sasa kuna wakati ulifika ambaye sasa haiwezi julikana ni siku gani, kwa sababu before creation kule hakuna time na hakuna siku na hakuna time. Kwa hivyo wakati ilifika ikatembea ikakataa kurudi, hiyo ikawa sasa ni disconnection. Wakati ili disconnect na ikafanya departure yake, sasa ilienda ikiwa na ile sehemu ya uhai ndani yake, na kutoka hapo ndio sasa alienda akazitangaza kuwa Mungu, na akaanza sasa uumbaji katika ulimwengu ule unaitwa wa roho, ambaye uumbaji huo ni manifestation ama kuchange ama kubadilika, kama vile hiyo glory body ilikuwa imebadilika kutoka kwa ule uhai ikakuwa mwili ama glory body ya ule mwili. Naye alikuja na hiyo idea ya kubadilika, na hiyo kubadilika na kuchange kutoka appearance ya kitu kimoja kwenda kingine, hiyo ndio inaitwa creation. Lakini wanadamu hawaelewi, wanafikiria creation inafanywa manually, physically na literally, kama vile unaweza umba kitu, kama vile tulikuwa tunaumba vitu tukiwa kwa shule, tunakuwa na ile nini za kuumba tugari ama yani kuna vitu tulikuwa tunaumba kwa wakati ule. Wanadamu wanafikiri inaumbwa hivyo, si hivyo.
Hapa ni nguvu zinazobadilika, pia zinakuwa katika kitu kingine, kwa sababu hata mwanadamu kulingana na vile wanazahana, si kuumbwa anaumbwa. Hii manifestation ya kuinitiate ile process ya mwanaume kwenda kulala na mwanamke mpaka mwanamke aje azae mtoto, hiyo inakuwa initiated kutoka katika hiyo supreme being, ndio ina trigger hiyo ambayo inakuja ikimanifesti ikichange kutoka kule kuwekwa opposite gender, kupenda opposite gender na kufanya urafiki na kuoana ama kuzaa, inakuwa triggered kutoka kule. Kwa hivyo wakati sasa hiyo ilichange ikakuja, ilizikata ikiwa na hiyo sehemu ya uhai, na ile sehemu ya uhai ndio inakuja inaingia kwa zile vitu anaumba ama anabadilika ama anamanifesti kukua vitu zile. Na wakati sasa alikuja sasa in case katika hii nao, wakati alikuja kuumba Adamu, alipoumba hiyo structure, alafu akaweka ile pumzi ikaingia ikiwa ni yeye katika ndani ya hiyo kiumbe, ile structure ilianza sasa kufanya activities including kuongea na kunemu vitu, wanyama ama vitu majina. Ile akili haikuwa inatoka kwa ile kiumbe, ilikuwa inatoka kwa the source ambaye ni ile ability iliingia ndani ya hiyo kiumbe. Sasa lile kosa lilifanyika pale, kile kiumbe akikuelezwa uhai ulio ndani ya hiyo kiumbe hauzatoka kwa huyo anaitwa Mungu. Na kutoka hapo, wakati hilo jina identity ilibadilishwa ya mwanadamu kutoitwa uhai, kutoitwa life, akapewa jina Adamu na Hawa, ambalo jina hilo ni jina Mungu. Jina hilo ni jina Mungu kwa sababu jina linakuanga la yule analitamka. Kama vile tunapea watoto majina, mtoto yule unayepea jina, mtoto yule lile jina unampatia silo jina lake halisi. Jina lake linatakiwa kukua mahala ametoka, ndilo jina lake. Lakini kwa sababu mtoto ule hajui, na ili hali naye wazazi hawajui ama wale guardians wakati mtoto amezaliwa, sasa wanampatia yale majina yana huku, na majina haya yanakuwa ni majina ya Mungu, kwa sababu akili inayofanya kazi ndani ya mwanadamu tangu alipoingia kwa ile structure kutoka pale katika creation, nguvu ile knowledge ile ili exist ndani ya mwanadamu ikiwa ni Mungu katika level hiyo. Sasa wakati hiyo information ya the real identity of a person ama of a humanity is the name life ilipopotelea pale, ilipotea pamoja na information yake. Information ya life ilipotelea pale pamoja na information ya identity ya mwanadamu, pamoja na information ya uzima ama life, mahali wai wa mwanadamu ama wa kile kiumbe ulitoka. Hizo information zilipotea na zikapotea hivyo. Sasa wanadamu wakazindi sasa kuishi wakiwa hawana hiyo information, ya kwamba hawazielewi wao wenyewe, ya pili hawaelewi walitoka wapi. Sasa waliishi hivyo. Hiyo ni sehemu moja, ile identity ya mwanadamu ilibadilishwa. Sehemu ya pili, ile ilikuja ikazindi kubadilisha identity ya mwanadamu, ni wakati sasa Adamu na Hawa walianza kuzahana, wakazaa Kaini, Habili. Kulingana na vile tunasoma katika record ya Biblia katika Genesis chapter 4, walipozaa watoto walimuita Kaini na Habili, na wale wengine wakazindi kupewa majina yao. Kwa hivyo hawa watoto waliozaliwa Kaini na Habili hawangepewa haya majina yana huku nje, wangepewa jina la ule uhai unawezesha viumbe hao kuexist ama kuendelea. Lakini hawangepewa, kwa sababu hata yule naye anayewaita majina ambaye ni wazazi wake hawana habari na hayo majina. Sasa kutoka hapo wanadamu tu
identity zao zilizidi kubadilishwa kulingana na vile watoto wakizaliwa, aidha wazazi wao ama wale wakunga wanaowazalisha ama wale wanaitwa guardians. Wakati kwa mfano mzazi amezaa ameaga, sio mzazi ataita ule mtoto jina, anaitwa na ule mlezi mwingine ama yule atakuwa anaangalia yule mtoto, wanazidi kuwapatia majina. Na yale majina vile ilizidi kupeanwa sasa yale majina yana huku duniani, sio majina lili ya kile kiumbe. Sasa wanadamu wamekuja wakibadilisiwa ile identity yao na yale majina wanaitwa na wazazi, ambaye ni majina ya ancestors, sasa majina ya kiukoo. Majina hayo sasa, kwa sababu wakati mtoto anazaliwa anaitwa aidha jina la grandfather kama ni kijana, na kama ni msichana anaitwa jina la grandmother, na inaendelea hivyo mkizaana katika kwa kina bwana ile ameoa msichana, mnazaana kwa kina bibi mahali ametoka, mnazaana mkizaana na relatives zenu mkiwaita watoto majina ya hiyo watu ya kifamilia. Na kama yule anastahili kuitana jina amekufa ama yuko, jina hilo litakuja kuitwa na wale ambao wazazi wa ule mtoto ama wale guardians ndio wataita. Kama kijana ile ameoa, baba yake alikuwa ameaga, sasa ule baba yake aliaga ambaye atakuwa ni grandfather ya huyu mtoto kijana amezaliwa, ndiye ataitwa jina la huyu aliyekufa. Sasa inaenda hivyo. Sasa watu wameishi wakibadilisiwa hizo identity. Sasa ikawa sasa jina life alijulikani, jina uhai la mwanadamu alijulikani aliko, kwa ile information wanadamu walikuwa wanatumia hapa duniani. Wanadamu wamekuwa sasa wakienda hivyo, ikakuja stage ya 3 tena, mahali pa kuzidi kubadilisha mwanadamu identity yake na kumtupa zaidi. Wakati gani? Wakati sasa religion ya madhehebu zilitokea nazo, zikakuja na kubadilisha majina ya watu kutoka kwa majina ya ancestors mpaka majina yale ya baptism. Wakati umebatizwa kuna lile jina unabatizwa, na wakati unabatizwa ukipewa lile jina linakuja na information yake ambaye inafuta ama inatupa mbali ile doctrine ya ancestors. Sasa unakuwa sasa doctrine yako ni kulingana na lile jina umepewa la dini yako wewe. Sasa hiyo inakuwa ni kubadilisha identity pia ya mwanadamu kutoka kwa majina ya ancestors na doctrine yao, mpaka sasa unaenda sasa kukua wewe ni jina lile umepewa la ubatizo na doctrine ya dhehebu hilo ama ya dini hiyo, inakuja inasukua nafasi. Hivyo ni kwamba unaona mwanadamu tangu information yake ya the really identity name ni life, na information yake na origin yake ni kutoka uzimani, ilipopotea kutoka pale kwa Adam and Eve wakati aliumbwa 40th century BC. Kutoka hapo identity hiyo ya mwanadamu haijawahi rudi kupatikana tena, kwa sababu ilikuja majina ya kifamilia, majina ya ancestors. Kutoka hapo tukakuja sasa, tuko katika level ya majina ya religion, zile zililetwa na mamesonari, kupewa majina mengine ambayo sasa ni mesonari wale waliojua majina yale ni ya watu gani, ni ya watu wa kutoka kwao, aidha wao walikufa ama wako hai, ndio ile majina ililetwa, inaitwa majina ya Christianity ama majina ya kidhehebu ingine yoyote ile. Kwa hivyo mahali wanadamu wako sasa wamepotea kwa umbali sana, kurudi katika yale lile jina lao lile halisi. Na wakati sasa Yesu alikuja hapa duniani, alikuta wanadamu wakiwa wanaitwa majina ya ancestors. Alikuta wanadamu wanaitwa hivyo.
Na pia Mungu alikuwa pia anabadilisha majina ya watu. Unakumbuka mtu kama Jacobu akibadilisiwa jina kutoka Jacobu mpaka kwenda kwa jina Israeli. Katika Genesis chapter 32 ukianjia kule 22 ukielekea mpaka 28 utakuta Josefu akibadilisiwa jina kutoka Jacobu kwenda Israeli. Kwa hivyo lile jina Jacob alipatiwa linaitwa Israeli, sio jina la wanadamu. Jina hilo ni jina la Mungu. Na nimesikia wahubiri wengi wenye kufundisha wengi wakiconfuse watu, wakieleza watu ati Yesu alikuja kwa sababu ya wale the physical Israel tribe ya Israeli iko hapa duniani. Hapana, wale sio Israeli, wale ni wanadamu kama wewe, na wanadamu wote ni Israeli, ama ni wana wa Israeli, ama ni wana wa Mungu, kwa sababu ya ile knowledge wanadamu wanatumia ni knowledge ya Mungu. Kile kinatofautisha ni diversity ile mwanadamu amewekwa katika ile knowledge yako naye. Kwa hivyo wale watu wanaambia watu ya kwamba Yesu alikuja kwa ile kabila ya Israeli, ile the physical literally Israeli kwa hapa duniani, amwelewi mnasema nini? Na ni kwa sababu hamutaki kufundishwa na Yesu. Nyenye mnataka mfundishwe na prophecy, mnataka mfundishwe na maprofeti, mnataka mfundishwe sijui na apostles, mnataka mfundishwe sijui na mentors, mnataka mfundishwe sijui na philosopher thinkers, mpaka sasa mnapotea. Mimi niko hapa kueleza ya kwamba ufunuo wa mwanadamu ama kuliviri mwanadamu analiviriwa, ama Yesu pia analiviriwa kupitia neno la Yesu, the word of Jesus Christ, ama the word of the word, sio the word of the prophecy, sio the word of God. Ukienda hivyo utapotea, na ndio unasikia Yesu anasema yeye ndiye amekuwa mandated kupatia mwanadamu uzima ama kumpatia uelewa huo. Hiyo haiko kwa Mungu, haiko kwa maprofeti, haiko kwa righteous people, haiko kwa wenye haki, na haiko kwa mentors, na haiko kwa mwingine yoyote yule. Na kama wangekuwa wana uwezo huo, Yesu Kristo angekuja kupeana hiyo. Wamekwenda to an extent kudanganya watu ya kwamba ati Yesu ni Melkizedeki. Yesu si Melkizedeki. Ukisoma kuzaliwa kwa Melkizedeki na kuzaliwa kwa Yesu ni vitu viwili tofauti, ni kama mbingu na dunia, hazihusiani. Kwa sababu ukisoma katika kitabu ya Henoki ya pili 70 to 73 utakuja kusikia huyu Melkizedeki alizaliwa na ndugu mdogo wa Nuhu kabla ya wanadamu kuingia kwa Sabina ile ilizengwa kwa njia Genesis chapter 6. Huyu Melkizedeki ukisikia vile alizaliwa, ukisoma hiyo second book of Enoch utasikia ya kwamba huyu Melkizedeki hakuzaliwa na mwanadamu kulingana na vile kile kitabu kinaeleza. Kinasema ya kwamba ule ndugu mdogo wa Nuhu alikuwa ameoa mwanamke, na wawili walikuwa hawana watoto, na wakiwa hawana watoto, ule mwanaume aliyekuwa ameoa huyo bibi hawakukuwa wanaishi kwa mboma yao hapo. Yeye ule mwanaume alikuwa anaishi mahali walikuwa wanatoa sacrifice katika wakati ule, sababu wakati ule hakukuwa na tempo, kwa sababu tempo tunaisikia kutoka kwa Suleimani baada ya lile tenti lilizengwa, lile Musa alionyeshwa kutoka mlima wa Sinai katika Exodus chapter 25. Lakini kule katika sasa nyakati za kina Enoch akusemekani kulikuwa na tempo, lakini alikuwa na kama mahali hapo kunatolewa sacrifice, vile walikuwa na paitwa aje, lakini ni hapo sacrifices zinakuanga zinatolewa, alikuwa na kaanga kwa hapo. Iwe ni nyumba ilikuwa imejengwa, iwe ni nini, hapo ndio mahali huyo mwanaume alikuwa anakaa. Akiwa anakaa pale, naye bibi yake alikuwa anakaa nyumbani. Wakiwa wanaishi hivyo, ilitokea bibi yake amekuwa na mimba. Na kulingana na kile kitabu, akielezea ile mimba ilikuwa ya umaraya, ama kuna mwanaume alikuja akarara na ule bibi,
lakini inasema mwanamke huyo alijikuta hako na mimba. Sasa inaelezwa ni mimba ya miujiza, ilikuja kimiujiza. Na alipokuwa na hiyo mimba, ule bwana yake alijua na akazimia kumutupa, na bibi akaondoka na wakawachana. Lakini baadaye ilifika wakati bibi ikafika mahali akiwa na hiyo mimba, akakuja sasa kuomba msamaha ama aje waongee waelewane na bwana yake. Sasa nasema wakati alikuja, wakiwa wanaongea pale, kabla haja tamuka ile maneno ya msamaha na nini, wanasema ile mwanamke aliaga akafa na ako na mimba. Alipokufa akiwa na hiyo mimba, aliwekwa mahali maiti zinawekwangwa akiingojea ile process ya kuja kuzikwa. Sasa alipowekwa pale ndio haje sasa atakuja kuzikwa akiwa amekufa, na imedhibitishwa amekufa kulingana na ule uelewa wa wanadamu wa wakati ule. Baadaye wakati sasa wanaenda kumchukua wakamuzike, walikuta mtoto anakaa chini hapo kando yake mahali hiyo maiti ilikuwa. Vile huyo mtoto alizalishwa na nani na alitokazi kwa huyo mama, na huyu mama alikuwa amekufa, na kulingana uelewa wa wanadamu, wakati mama amekufa akiwa na mimba, ule mtoto anategemea system ya huyo mama, na system ya mama ikikorapsi, hata ya ile mtoto inakorapsi. Hiyo ni kusema kulingana na uelewa wa wanadamu, wakati ile mama aliaga, hata ile mtoto alikufa. Lakini wasikia baadaye mtoto ule alikutwa ametoka kwa tumbo ya mama, anakaa hapo kando ya mama, na nika mtoto kadogo, lakini mtoto mzima, mtoto anakula, mtoto anaongea, kama mtoto kadogo, na kona zile alama za kuonyesha yeye ni priesti. Sasa kutoka hapo ndiye alikuja akapatiwa lilo jina la Melizedeki. Hiyo mtoto akapatiwa hiyo jina la Melizedeki akiwa na baba yake pamoja na Nuhu. Hiyo ni karibu tu gharika ianze. Sasa alipopewa hilo jina, katika hizo harakati gharika ikawa karibu ianze, akakuja malaika Gabrieli akamchukua ule mtoto akaenda kumficha katika shamba la Edeni, kulingana na hiyo kitabu ya pili ya Enoch. Alipoenda kumficha pale, kwa sababu gharika haikuenda katika shamba la Edeni kulingana na hiyo kitabu. Sasa huyo mtoto akafichwa pale. Sasa kutoka hapo Nuhu akakuja akaingia kwa safina kulingana na Genesis chapter 7, chapter 18, wakakuja kutoka ile haki kakuja kulandi katika Mount Hararati. Hiyo ni third millennium BCE. Na kutoka hapo sasa Nuhu na vijana yake wakatoka kwa Sabina na wakaendelea sasa na maisha yao. Story ya Nuhu akapanda miwa, sijui mizabibu, akawa mlevi, akaonekana hana nguo na hamu, akarahani mtoto yake Kaini. Wakaendelea mpaka sasa Abraham akakuja kuitwa kulingana na Genesis chapter 12, akakuja sasa kuitwa kutoka kwa huo mchanganyiko ya wanadamu duniani ya wakati ule. Sasa huyu Abraham ndio sasa alikuja na kutananga na huyu Melizedeki wakati alikuwa natoka vita, na akampatia sehemu ya mali yake, akamtolea hiyo sacrifice ile alitoa. Na huyo mtoto ajulikani alikuwa naishi wapi, kwa sababu hakukuwa naishi mahali hawa wanadamu walitoka kwa safina wakazaana, hakukuwa naishi huko. Na hiyo story kaisi hivyo. Sasa kwa ufupi nilikuwa nataka uelewe ya kwamba Melizedeki alikuwa priesti. Priesti kazi yake sasa ni yule mwenye kutoa sacrifice za kati ya wanadamu na Mungu, za kuweza kufanya Mungu aidha asikie wanadamu, asamee wanadamu, vitu namna hiyo. Hiyo ndivyo vile Melizedeki alizaliwa. Lakini ukikuja kuzaliwa kwa Yesu, unakuta kuna unabii kama wa Isaya chapter 7 mstari wa 14, unaongea habari ya mtoto atakayezaliwa na jina lake bila ataitwa ni Mungu pamoja na wanadamu.
Alafu ukuja katika unabii wa malaika Gabrieli akikuja kwa Mary katika kitabu ya Luka chapter 1 mstari wa 26 mpaka 35, anamwambia atachukua mimba ya Roho Mtakatifu, atazaa mwana, jina lake ataitwa Yesu. Ukuja katika huyo malaika akikuja kwa Joseph wakati anataka kufukuza Mary katika Matthew chapter 1 kwa njia mstari wa 18 kuelekea kule, anamwambia usimutupe jina la huyo mtoto, ataitwa Yesu Kristo. Kuzaliwa kwa Yesu ni tofauti na kwa Melizedeki. Alafu huyu Yesu kazi yake sasa ni tofauti na Melizedeki. Kazi ya Yesu alikuja kupea wanadamu uzima. Alikuja kupea wanadamu uzima. Hii story zingine unasikia ati Yesu sijui akakuja akiwa sacrifice sijui nini, hiyo ni mwanadamu alienda akakaa chini na akapanga. Yesu mwenyewe anasema anakuja kupeana uzima. Anakuja kujiriviri kwa wanadamu, na kupeana uzima huu ni kule kuwezesha mwanadamu kuelewa jina lake aswa ni uzima ama ni uhai, na alitoka katika uzima. Na ukielewa hivyo utakuja kuelewa mwanadamu hana tofauti na uhai ama hana tofauti na Yesu ama na Mungu wake. Maana huyu Mungu wa Yesu sio Mungu yule wanadamu alikuwa anaongea naye duniani, na hapo ndio watu wameshindwa kutofautisha the boundaries ama kudistinguish between the two gods wakati zinaongea. Kwa sababu huyu Yesu ukimsikiza katika John chapter 17 mstari wa 11 anasema neno la Baba yake ndilo alilinda nalo wanafunzi, na anasema hilo neno la Baba yake ndilo jina la Baba yake, na hilo jina la Baba yake ambalo ndilo jina lake ndilo alipatia Yesu, na hili jina la Baba yake ambalo ndilo alipea Yesu, hilo neno ndio Yesu anasema katika John chapter 6 mstari wa 63 ya kwamba neno lake ni uzima. Hivyo ni kusema neno la Baba wa Yesu ni uzima, na uhai ndio Yesu alichunga naye wanadamu, na huo uhai ndilo lile jina Yesu alipewa. Na huyu Yesu anapopewa hili jina na uhai ni kwamba mwili huu wanadamu wanaona wa Yesu ule ulikuwa unaonekana, mwili ule ni mwili uhai ama ni mwili wa uhai ama jina lake ni uhai. Ndilo ni kumaanisha uhai ulibadilika ukafanyika mwili. Lakini sasa makosa ilikuja wakati lile jina lililetwa kwa wanadamu, yule alileta ile jina alidanganya wanadamu, ama yule alileta prophecy, ama yule Mungu wa prophecy alidanganya wanadamu, na kwa kudanganya wanadamu hakutaka waelewe uhai wao ulitoka kwa uhai. Maana ule uhai alificha pale kwa Adamu, mwanadamu atijua alitoka wapi. Ndio uhai ule ulichukua mwili, ambaye uhai ule ni mahali yule Mungu wa hii dunia alikuanga akiwa ngirore mbode ya uhai ule. Maana wakati aliondoka ule uhai ulibakia. Sasa wakati ilifikia wakati ya uhai ule kuja kutrace ule uhai uko katika wanadamu, uhai ule ulichukua mwili, na uhai ule ulipochukua mwili, ule Mungu wa duniani ambaye ndio the only source of information that humanity were sourcing ama were using, alikimbia akakuja akawaambia kuna mtu atazaliwa, na akawapatia hata jina, na hakukuwa ametumwa na uhai. Maana kama angetumwa na uhai, lile jina angepeana kwa wanadamu, angepeana jina la uhai. Angekuja eleze jameni, hoya uhai atazaliwa duniani, na kazi yake itakuwa ni kuelezea uhai wa wanadamu, uhai wao ulitoka katika uhai. Naye hangefanya hivyo, kwa sababu angefanya hivyo atarusi the battle, ama the control of humanity itakuwa sasa imesizi kuexist katika hiyo Mungu. Kwa hivyo wakati huyu Yesu amezaliwa, ni ule uhai ulichukua mwili, na wakati ule uhai ulichukua mwili, ukiongewa ukiwa ndani ya ule mwili, ndio unatambulisha ya kwamba
ule uhai ndio ule uliofanyika huu mwili, na mwili na jina la mwili huu ni jina la uhai, ama ndilo neno sasa hilo. Kwa hivyo ukijua ya kwamba ule uhai uko ndani ya Yesu, ndio baba ya ule mwili wa Yesu, na ndani na ule uhai ulio ndani ndio baba ya huo mwili, utakuwa na tatizo ya kuelewa huyu Yesu ndiye mahali wanadamu alitoka, ama ndiye Mungu wa kweli aliyekuja katika mwili, na akiwa sasa yeye ndiye uhai ndiye baba wa ule mwili wa Yesu, na huo mwili wa Yesu jina lake ni uhai lile ambaye lilibadilishwa na prophecy. Uhai huo ama jina hilo ndilo lile anakuja kupea wanadamu katika John chapter 17 mstari wa 2 na wa 3, ya kwamba alikuja kuwapea uzima. Ule uzima alikuja kuwapea ni kuwawezesha waelewe uhai wao ulitoka katika uhai, na ule uhai ndio huu uliokuja na huo mwili wa Yesu. Hiyo ndio aliletea wanadamu, na ndio unasikia akisema hilo neno la baba yake, yani neno la mwili la baba wa mwili wa Yesu, ambaye ni neno la uhai, ndilo neno la kweli katika John chapter 17 mstari wa 17. Kweli hii inapimwa katika ile information ina reveal the real origin of humanity is from life, ama ile ina reveal the real identity name of humanity is life. Kweli hiyo inapimwa. Kwa hiyo sio sasa isile kweli ziko hapa duniani sasa, ama ile kweli ya ule Mungu wa duniani alikuwa anaongea na watu na anaongea mpaka siku hizi, ile alikuwa anasema kutanyesa kunanyesa, anasema hiyo ndio kweli. Hiyo si kweli. Hata kukinyesa, wakati amesema kutanyesa kunyesa, na wakati kumekataa kunyesa, kwa matokeo hayo mawili katika wanadamu bado hawana hii information ya kwamba uhai wao ulitoka katika uhai, na watu wameshindwa kutoka katika ile prophecy wakuje sasa katika the word of word, ama the word of Jesus Christ. Watu wameshindwa kabisa, kwa sababu wamekuja wakawa hooked pale, wakafungwa pale, waking'ang'ana sasa na zile maunabii zinatokea ambaye zinatolewa na Mungu huyo huyo. Maana unabii ziko aina mbili. Kuna unabii wa prophecy, ule una prophesy kuna mtoto atazaliwa jina lake ni Yesu Kristo. Huo ni unabii moja, na unabii ule uwezi ukakusaidia ukienda kulingana na unabii ule, unless uweze kusifti kutoka katika huo unabii uende katika vile yule aliyetabiriwa, vile mwenyewe anazielezea yeye ni nani. Hapo ndio unaweza ukasaidika. Kwa hivyo unabii wa pili ni ule unabii wa activities zile zilikuwa zinatokea, matukio, occurrences zile zilikuwa zinatokea. Aidha kuna calamities, Mungu anatabiri anasema mkitoa sacrifice nitamaliza hizo calamities, wakitoa zinamalizwa, ama mkienda kwa njia zangu nitawafanya mzuri, mkikataa nitawaletea maadui watawapiga. Hizo prophecy hazina umuhimu wowote, na ndio mahali wanadamu wamekuwa masasa kwa wakati huu, wako katika hizo prophecy. Walipotea kutoka katika ile prophecy ya yule aliyetabiriwa katika unabii, watoke kwa ile meaning ya vile prophecy ilisema, wakuje kwa meaning ya vile yeye huyo aliyenenwa anasema. Wameshindwa. Kwa hivyo hizo prophecy mbili wanadamu wamekuwa kwa kiti ya kwanza kutoelewa ile prophecy iliyoletwa na Mungu haikukuwa sahihi, maana hiyo prophecy haikutumanwa kutoka kwa uzima. Maana ingetumanwa kutoka kwa uzima, lile jina wanadamu wangekuwa wanajua ama wanaelewa ama wanafahamu Yesu kwalo ni jina la uzima, na pia wanadamu wangemusikiza sasa, na wangeweza sasa kuelezewa ama kufahamishwa ile identity yao yenyewe, kwa sababu jina la wanadamu linatakikana kuwa jina la Mungu wao,
Jina lako linatakikana kuwa jina la Mungu wako, kwa maana ya kwamba ukielewa wewe jina lako ni uhai, na uhai ulitoka kwa uhai. Sasa jina la mwanadamu ni uhai. Hilo ndilo jina halisi la mwanadamu. Kwa hivyo hata hizi mambo mengine kama salamu unakuta duniani zinasalimianwa habari yako mzuri sana, na wakati watu wanasema hivyo, huo ni unafiki mkuu, kwa sababu wakati mtu anasema mzuri sana, utakuta mtu ule ana sinda nyingi sana, ana matatizo mengi sana, lakini hawezi akasema. Na inatakikana ukiulizwa habari yako, kama sasa uniulize habari yangu, kama nilipigwa na bibi yangu usiku, nataka nikwambie nilipigwa na bibi na alinipiga kwa nini. Kama mimi niko na sinda ya pesa, nataka nikwambie niko na sinda ya pesa kama milioni shilingi ngapi ama nini. Ndivyo inatakikana hivyo. Lakini nakwambia ni mzuri, niko sawa, kwa sababu ni obvious vile tulifundishwa. Tukaambiwa mtu civilized ukisalimiwa unasema mzuri, ndio tulifundishwa hivyo. Civilized ni kusema nini? Unatakikana uelezee shinda ni nini. Kama ni swali unaulizwa, kwa sababu hilo salamu ni swali. Lakini pia hata ile anayesalimiana pia ni munafiki, kwa sababu anafanya vile kwa sababu ni obvious. Ndivyo inakuanga na ndivyo tulifundishwa, aidha na wazazi ama shuleni. Tukaambiwa mtu ameelimika unasalimiana na unasema mzuri, ukisalimiwa unasema mzuri. Hiyo ndio kuwa mtu mzima na kuwa grown up na kuwa mtu civilized. Lakini huo sio ukweli, kwa sababu ule anayekuuliza hivyo, hata nikikwambia sasa aniulize habari yangu, nimwambie niko na shinda hii, hayuko tayari kunisaidia. Sasa kama hauko tayari, ulikuwa unaniuliza kwa sababu gani? Nilijaribu, wakati nilielewa hiyo, nilitaka hata kujua hii salamu zilitokea wapi. Mara nikakuja kusikia ati zilianzishwa mahali hapa duniani zamani sana, na sababu yake ilikuwa inataka sasa kujua kama huyu mtu ako na silaha kama bunduki ama kama kitu yote ile inaweza kukudhuru. Kwa hivyo ukimuuliza habari yako akwambia mzuri, hiyo ni confirmation ya kwamba huyu mtu hawezi akakudhuru, hana silaha yoyote. Lakini huo si unafiki. Unajua sasa, kama mwanadamu uelewi hii information ya kwamba uhai wa mwanadamu ulitoka katika uhai, hizi information zingine kama uwezi elezea mwanadamu mwingine hiyo information, bado wewe ni muuaji, kwa sababu unamlimit kuto access hiyo information. Na hayo ndio madhara makuu kuliko hii madhara ya bunduki. Mtu anaenda anakaa mahali anatutengenezea salamu sasa za kutucomfort, za kutuonyesha hatuna sinda, na iliali sinda siko. Mimi sasa nataka kuintroduce salamu hapa duniani. Inatakikana ukikutana na mtu unamuuliza Mungu wako ni nani, na ukimuuliza hivyo na wewe ukuwe tayari kumwelezea Mungu wako ni nani. Akuelezee Mungu wake ni nani mpaka usikie. Na wewe ukisikia huyo Mungu anaongea habari yake sio Mungu wako, na unamwelezea habari ya Mungu wako, ukimaliza nyinyi wenyewe mnaamua wawili, aamue kama aache Mungu wake akuja kwa Mungu wako, ndio sasa mkue katika Mungu mmoja, ama wewe uache Mungu wake uende kwa Mungu yake, muendelee sasa mkiwa katika Mungu mmoja. Kama ni muabudu katika Mungu mmoja, ama kama ni katika kukaa katika Mungu mmoja, mjue Mungu katika Mungu mmoja. Lakini kama si hivyo, ukisikia ajui Mungu wake si Mungu wako na wewe Mungu wake si wake, sasa mambo ya Mungu hiyo muweke kando, muanze kuongea habari ya mambo ya huku duniani. Sasa mjue katika Mungu amuko pamoja. Sasa muanze kuongea hiyo mambo mengine, lakini si kuchanganya mambo ati ukisema Bwana asifiwe sasa ndio umeokoka. Bwana gani? Ule mtu aliyeenda kakaa chini akatokana na hilo jina, hata hawezi akakuelezea ni Mungu gani alikuwa anaongea habari zake. Hakukuwa anaongea habari ya Yesu. Hizi karakta nyingi zimetengenezwa, zimevuniwa, ati ukisema hivi umeokoka, ati ukikaa hivi umeokoka. Ni mzuri uelewe Yesu alileta nini na inapatikana haji. Sasa ukitaka kwenda kuvuni karakta zingine zako nje ya kile Yesu alileta, hiyo ni yako na mahali unatoana naye. Unasikia? Mpaka uelewe Yesu kazi yake alileta uzima. Alikuja kuriviri uhai wa mwanadamu ulitoka kwa uhai. Na huo uhai, mahali uhai wa mwanadamu ulitoka, ndio ule uhai uliochukua mwili wa mwanadamu ukakuja huku duniani. Na jina la uhai ule lilibadilishwa kwa hila,
kwa ule Mungu alileta prophecy. Hakupeana the real name wa ule anayezaliwa. Lakini sasa ule aliyezaliwa mwenyewe ndiyo anazifunua. Na sasa uelewa huu na ufahamu huu ndiyo unasikianga utakuja kutokea katika nchi ya Kenya. Na haujulikani utatokea na nani, lakini utakuja kutokea nchi ya Kenya kulingana na unabii. Lakini sasa ukikosa kuelewa hiyo, ukikuja na ule unabii wa juu, sasa utakuja kupigana ukitaka kurudisha watu kwa zile sheria za ule Mungu ambaye hana uhai, ule alificha identity ya mwanadamu, ule alificha the real identity name ya mwanadamu ni uzima, alificha. Alafu akakuja kutengenezea wanadamu sheria. Sasa sheria hizo zina maana gani na hazina uzima? Unakumbuka Yesu alipoponya mtu aliyekuwa mgonjwa pale Jerusalem kisimani siku ya Sabbath katika John chapter 5. Alipomponya ule mtu ilikuwa siku ya Sabbath. Lakini wakati alikuwa anang'ang'ana na ile mtu ambaye unataka kupoda, anamwambia sina mtu wa kunitumbukiza kwa maji, anambia we chukua mizigo yako kwenda. Akachukua mizigo akaenda mara alipopata nguvu. Na alipopatana na wale Mafarisayo na Jews, wale ambao siku ya Sunday hawafanyangi kazi ya wabebi mizigo, wakakutana mtu nabeba matandiko na mizigo yake, wakamuuliza kwa nini unafanya hivi? Akamwambia mimi ule mtu ameniponya, ameniambia chukua mizigo uende. Ni nani? Mimi simjui. Wakawachana naye. Lakini ukiendelea kusoma hiyo chapter 5 ya John, uteremke naye, unasikia anasema siku ingine huyo mtu akakuta Yesu anafundisha mahali. Alafu ule mtu akajua, huyu ndio Yesu yule aliniponya, akakimbia kwa wale Wayahudi. Akamwambia nimemuona yule aliniponya, anaitwa Yesu. Wakakuja. Sasa wanakuja, wanamwangalia. Lakini Yesu yeye anaangalia fikira zake, wanatafuta katika yale maandiko ya zamani, hizo unaita sheria, wewe unang'ang'ana nazo. Wanang'ang'ana wakiangalia kwa hizo, kama kuna mtu hiyo maandiko na sheria zinasema atakuja kufanya kazi siku ya Sabathi, wanaona hakuna. Akaona huu ni uchenzi na upumbavu ya akili za hii watu. Hiyo iko katika mstari wa 39 katika John chapter 5. Akawaambia mnapotea bure mkichunguza maandiko mkidhani anaweza kuwapea uhai, na ili hali maandiko hayawezi kawapatia uhai. Wakati Yesu anasema maandiko hayawezi kuwapatia uhai, anaongea habari ya maandiko gani? Yesu anaongea habari ya zile scrolls za maprofeti zilikuwako na za wenye haki zile zilikuwako duniani, including hizo sheria 10 ndizo walikuwa wanachunguzana nazo. Na basi kama Yesu anasema hizo scrolls na hiyo maandiko ya zamani haiwezi peana uzima, anasema yule Mungu mwenye hizo hawezi akapeana uzima. Maana kama angepeana uzima, hizo scrolls zingekuwa na huo uzima, lakini haukukuwa. Kwa hivyo huyo Mungu wa zamani hawezi akakupea uzima. Hawezi akakupea uzima hata ukisika hiyo sheria yake na kunyese, ama iwe vile unafikiria kusika sheria ni kufanya nini. Kwa sababu hata nasikia watu wengi akisema ukiwa uza tairi sijui nini. Kwa nini watu hawasikii vile Yesu anasema? Yesu anasema analeta uzima, amesika uzima ni kama na mkono hivi, anapeana sika. Sasa akisema sika, anasema mtu aja tairi asichukue. Anasema mtu mwanamke asichukue. Wale wanasemanga mwanamke hawezi eleza watu, hawezi hubiri. Kwa nini? Mtu aliye na kitu ana uwezo wa kupeana. Tunaongea habari ya mtu aliye na kitu. Mambo ya doctrine ya kuhubiri, nani atahubiri na nani atafanya nini, hiyo ni mwanadamu alienda akakaa chini akapumzika na akatengeneza kinywaji, wakati anakunywa ndiye anapanga vile sasa itahubiriwa. Lakini tunaongea habari Yesu anaongea habari ya kuleta uzima, kupeana uzima, kwa maana ya kuwapea wanadamu waelewe uhai wao ulitoka kwa uhai. Sasa yoyote aliye na knowledge hiyo, awe ni mtoto, awe ni mwanamke, awe ni mwanamume, awe ametairi au hajatairi, aliye na kitu anacho na aliye na kitu anaweza peana. Watu wawache kukwama mahali kwa sababu ya doctrine ya Mungu asiye kusaidia. Unakwama kwa tabia ambazo hazina uzima. Hata sasa ukisika hiyo sheria
Aidha kama ni kutahiri, kwa sababu hata nimesikia siku hizi watu wanapigania kutahiri na hakuna uzima. Hiyo kutahiri itakusaidia na nini? Tunaongea habari ya kupata uzima, kupokea uzima, kuwa na kitu. Ukiwa na kitu mpaka upeane. Kama saa hizi nikiwa na shilingi 100, mwanamke awe na shilingi 100, mtu awaja tahiri yako na 100, na kutokea mtu ako na sinda ya aidha ya shilingi 50, anataka kusaidiwa. Ule mtu hajatahiriwa akitaka kusaidia ule mtu sinda yake haitaisha. Kwani hiyo pesa ya mtu hajatahiriwa si pesa? Kwani hiyo pesa ya mwanamke si pesa? Sasa hii ya mtu ametahiriwa ndio pesa? Munaelewa habari ya kuwa na kitu, ama munaongea habari ya doctrine iliyotengenezwa na mwanadamu mwenye nyama za mwili akiwa amesaidiwa na huyo Mungu ili akaweze kucontrol mwanadamu kupitia hiyo doctrine. Yesu alileta uzima na alileta uelewa, na ufahamu huu ni ufahamu wa viumbe vyote. Ufahamu huu sio ufahamu ya kabila yangu, sababu umesikia katika zile doctrine sasa ziko, kila mtu anapigania kabila yake, ukoo wake, sijui akisema sijui sisi ndio watu wa Mungu. Uhai ni wa wanadamu. Yesu alileta uhai kwa wanadamu wote duniani. Mafundisho ya Yesu na injili ya Yesu inakata cross the bond mahali popote palio na mwanadamu. Na wanadamu wangeelewa uelewa huu, uhai wao ulitoka katika uhai. Hizi takataka nyingi na sinda nyingi ziko hapa duniani zingeisha, kwa sababu hizo conflict na shinda na shuki na nini zinaletwa na huyo Mungu aliyeweka watu kwa vikundi, kabila hii, kabila hile. Maana katika uhai hakuna kabila. Kabila hiko nje, hiko katika doctrine ya Mungu. Ndiye alileta hiyo mambo ya kabila. Sijui kabila yangu ya watoto wa Ibrahimu ya nani. Na huyo Mungu hata wale watu wengine alikuwa Mungu wao, na hawezi akaeleza watu. Mpaka Yesu ndiye analeta uelewa huu wa kuelewa Mungu huyu ni Mungu mmoja. Anaye confuse watu, anagawa watu kwa vikundi ili aweze kudhibiti watu na kuwatawala na kuwadanganya. Yesu alileta uzima kwa wanadamu. Ya pili, alikuja kupuruvia ule Mungu hapa duniani anafanya makosa kwa kumuonea mwanadamu, kwa sababu ukiangalia kile mwanadamu analaumiwa nacho na Mungu yule wa hapa duniani, utakuja kukuta shinda ni huyo Mungu, si mwanadamu. Ni kwa sababu gani? Wakati Mungu analalamika ya kwamba mwanadamu amemkosea, yeye haki ya mwanadamu iko wapi ya kujitetea? Hakuna. Kwa sababu ukisoma habari ya Mungu huyo, Mungu ndio huyo Mungu hapa duniani ule aliumba watu, yeye ndiye complainant, yeye ndio expert, yeye ndiye statement zake zinakuwa ziko sawa. Yeye ndiye witness, yeye ndiye investigating officer, yeye ndiye arresting officer, yeye ndiye police station mahali mtu amefungiwa, yeye ndiye njanji, yeye ndiye prison mahali mwanadamu anaenda kufungwa, na yeye ndiye askari wa njera wale wanafunga wafungwa. Haki naye ya mwanadamu iko wapi? Na anatuletea sheria hapa duniani ile ina specify component zile zina prove injustice ama ile mutaratara. Na katika hizi component katika sheria hapa duniani, ile njanji ana prove naye fact katika roho, katika sheria component ya kwanza ni lazima kuwe na mlalamisi. Ya pili ni lazima kuwe na expert. Ya tatu ni lazima hiyo ripoti ikiza pigwa kwa institution ile imeamuriwa katika sheria, kama ni kwa polisi, component ingine ni investigation ifanywe. Component ile ingine ni usaindi wa statement ya masaindi wa mlalamisi, na pia msukiwa na awe na na wale wasaindi wake statement yao na kuwe na statement ya investigating officer
na ile expert kiwako, hizo vitu sasa zikiwekwa mbele ya njanji atatafuta ukweli katika hizo kulingana na vile statement zile, vile mlalamisi anaongea, vile mshukiwa anaongea, vile investigating officer anaongea, njanji atapata ukweli pale. Lakini sasa ukienda hiyo system hiyo inaitwa due process. Hiyo ni mtu mmoja, ni Mungu mmoja ndiye mlalamisi, ndio expert. Zile statement zake tu yeye tu ndiye musaindi, yeye ndiye anasika, ndiye arresting officer, yeye wanafungiwa kwake, yeye ndiye njanji, yeye ndiye prosecutor, yeye ndiye polisi ni mahali wanafungwa, na yeye ndiye askari wale wanafungia wanadamu. Naye mwanadamu yeye naye haki yake iko wapi? Hiyo ndio ile Yesu alileta kufunua hiyo, ampruvie huyo Mungu, wewe ndio uko na makosa. Na ndio unasikia nikikueleza sasa, hii uelewa wa Yesu unaweza kuinvestigate Mungu. Wachana na vile anasema yale mumepewa ndio mnajua, ile ingine imefichwa ni yangu mimi Mungu. Kwenda huko, hatuko huko sasa. Sasa tuko katika uelewa wa why mahali wanadamu walitoka, ndio tuna prove naye sasa. Kwa sababu ukiangalia ile, ukichukua ile miti ambaye iliua mwanadamu pale katika shamba la Edeni, uifanya kama case study ya kutaka kujua kosa lilitoka wapi, ukiwa na independent mind, ukiwa na uelewa wa Yesu, sio ukiwa umediktetiwa kuamini, utakuja kukuta huyo Mungu ndiye akona makosa. Ni kwa sababu gani? Yeye ndiye alioriginate na thought ama idea, wacha kuwe na mti ya kuua watu, ule mti wanaita wa good knowledge and evil. Yeye ndiye alitokana na hilo wazo, na alipotokana na hilo wazo, yeye ndiye muaji, sio mti. Ukienda hapo unakuta ile knowledge alipatia nyoka ilikuwa mingi kuliko ile alipea mwanadamu. Kwa hivyo kama angekuwa fair na wana huruma na mwanadamu, angempea hiyo knowledge mingi ili aweze kucounter the surface, lakini hakufanya hivyo. Ukienda hapo, swali unaweza kujiuliza, hapa kuna Mungu ile alioriginate na hiyo mti, hapa kuna mwanamke ile alikula mti, na pale kuna nyoka. Ukiulizwa kati ya hii watu nani alikosa, utasema ni nani? Utaona huyu mwanamke hakuna kosa alifanya, kwa sababu kama alikula mti, alikula kwa sababu ya ile ability ya kukula iliumbwa ndani yake, na haikuwa ya kufanya kazi nyingine. Akikukua kikombe cha chai, haikuwa sahani ya kukula chakula, ilikuwa ni ya kukula huo mti, na zile hisia zilikuwa ndani yake. Hiyo ni moja. Kama angetaka kusaidia mwanamke yule, angeumba ile hisia za kukula hiyo mti, na kama angeziumba ndani ya mwanamke, hata sheria haingekuwako usikula hiyo mti. Mti ingekaa pale, nyoka angekaa pale, hata akuje na majukuu wake na ukoo wao akiimba kula mti aweje kula. The same thing kwa ile makosa ingine inafanyika na wanadamu duniani. Hii imefanyiwa hizi sheria nyingi na Mungu. Kama angeumba hii ability ya kufanya hayo mambo, hakungekuwa na anja hizo sheria za nini. Ukifata hiyo the physical death, utakuja kukuta ni ile information yeye Mungu anaficha kutoka mahali alitoka, ya kwamba kuna another entity ama kuna glory ama kuna life mahali yeye alitoka. Hiyo information ambaye amezuia kwa wanadamu, hiyo limit katika wanadamu kutoelewa beyond Mungu ama uhai wao ulitoka katika uhai. Hiyo limit ndio natural death, ndio ile kifo mwanadamu anazaliwa kwayo. Wachana na hii ingine ya physical, kwa sababu hata hii ingine si halisi. Hii ni manifestation, ni process ya manifestation. Mwanadamu ana manifesti kutoka Mungu akiinitiate hiyo process ya the whole process ya kuja kuzaa mtoto, mpaka mtoto kuzaliwa, mpaka kukua kwenda mpaka manifestation ya kukufa kutoka katika physical sasa aende invisible. Kwa sababu
hiyo process lazima ikuweko. Kwa hivyo ile shinda iko ni ile information ambaye Mungu mwenyewe alificha, si mwingine. Kwa hivyo sisi akakreate ati perception ya kuna entity nyingine hapa ndio inaleta shinda. Yeye ndiye angepeana hiyo information, na yeye ndiye ameficha, si mwingine. Hakuna shinda ingekuwako duniani. Sasa hii ingine anakuja kukreate, kuna setani, kuna devil, kuna nini na nini. Hizo ni diversities zake yeye Mungu huyo vile anaoperate, kwa sababu zile knowledge zote zinatumika kwa hizo entities ziko katika hizo diversities, iwe ni Illuminati, iwe ni devil worshiper, iwe ni wachawi na waganga, iwe ni zile tusi wanatumia, knowledge hiyo ilitoka kwa Mungu. Unless kuwe kuna waumbaji wawili, lakini so long as yeye Mungu ndiye muumbaji, vitu vyote vilioriginate na yeye, vitu vyote sasa viko ni diversities za yeye. Na akitaka kurundisha hizo entity zote, anarundisha na zipea akili moja, na zote zinarundi zinakuwa kama yeye. Naye zikikaa kama yeye zitaelewa kuna mwingine mbele yake, kwa sababu yeye anaelewa. Na zikielewa kuna uwezekano ya zirundi, na anataka ziwe chini yake. Kwa hivyo kuambiwa ati huyu ndiye aliua huyu, kuletewa hii kifo ya physical, hiyo sasa ni kuconfuse mwanadamu. Na ndio Yesu alisema ukisa muelewa, anatuma wanafunzi ama mitume yake kati ya umbwa mwitu. Hizi umbwa mwitu si the physical, ni katika ulimwengu anaoishi. Hizo roho zinatoka kwa huyo Mungu za kuwazuia, zinaweza kufanya destruction ya hii miili physical. Hiyo kuna uwezekano inaweza fanyika kwa sababu huyo Mungu ndio ana manifest kukua kifo, na ana manifest kukua uhai. Unakumbuka Yesu akifungua mtu macho katika John chapter 9, wakati watu wanamuuliza kati ya huyu mtu na wazazi wake nani alifanya makosa? Yesu akawaambia hakuna aliyefanya kati ya wazazi na kati ya huyu mtu, mbali ni Mungu mwenyewe alimfunga macho ili azitukuze. Kama anafunga mtu macho ndiye ajitukuze, na mtu anaishi akiwa kifofu. Lakini ile akiliko hapa duniani unasikia watu wakisema mtu akizaliwa akiwa kifofu unasikia huyu amerogwa, hiyo ni familia ya laana, sijui nini. Ni Mungu anafanya hivyo. Unasikia? Lakini yeye hataki ujue. Ukirudi katika hii mti ya kuua watu iko katika Genesis chapter 2, ile Sabbath si the Sabbath physical. Maana ukienda sasa na hii understanding ya the life understanding, hii ability inakufunulia katika sasa ufunuo, ile nyoka inaonekana katika Revelation, ile ni knowledge ya Mungu ndani ya wanadamu. Kwa hivyo tunapoongea habari ya Sabbath, tunaongea habari ya knowledge ya Mungu ndani ya wanadamu. Vile nyoka inadhuru, ndio vile hiyo knowledge inadhuru katika kulimit the life component of humanity for not to access life where it originated. Lakini wanadamu wamepotelea katika physical, na wakijaribu kwenda sana, unasikia wakiimba mambo ya roho. Unajua katika roho, unajua niko katika roho, unajua naona katika roho. Si mimi niko hapa nikwambie kuna beyond ya roho, kuna uzimani. Uzima uko mbele ya roho, si hapo. Unatakiwa utoke hapo spindi sana, hata umeselewa, ungetoka njana, si leo. Hapo mahali unaimba ulimwengu wa roho, unatakiwa uimbe habari ya uhai, habari ya uhai, habari ya uhai iko mbele ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni kifungoni, bado ni captivity. Na ndio mahali mimi nakuelezea, ninakutoa hapa sasa, na the exit way ya kumbypass hiyo, mpaka uende kwa hili jina la Yesu, ukaliulize, uende ukaliulize yeye ni nani. Sio ukaulize mambo ya business hapo. Kama ni business, kwenda soma business kwa institution zile zinafanya business, ama uende kwa hiyo Mungu ya business huko, huyu atakuombea umwambie nataka biashara, akufanyie biashara. Sawa? Lakini hapa ukija kwa hii jina la Yesu, hebu enda pale kwa nia moja, uliulize yeye ni nani. Maana sinda iko katika huyu Yesu ni nani.
Hapo ndio pako na shinda. Hakuna shinda ingine iko mahali ingine. Na Yesu ni nani? Utamuendea sasa na ile akili ya prophecy imesema. Ukidhubutu kwenda hapo na hiyo prophecy ilisema, utajifungia nje. Kama utaki kutoka kwa prophecy, wewe kaa kwa prophecy. Si kubaya, si ni kuzuri. Ukitaka kukaa katika menta vile alikwambia, si ukae hapo. Lakini kama unatamani kujua Yesu, si uweke mambo ya menta kando, uweke mambo ya prophecy kando, uweke mambo ya Mungu wa dunia hii kando, kwenda kwa jina lile uliulize wewe ni nani. Kwa sababu confusion nyingi ile ililetwa hapo ndio inafanya wanadamu wakose kuelewa Yesu ni nani. Mpaka saa hii watu hawajaelewa Yesu ni nani. Na nimeangalia duniani kote, nikasikiza hata wale watu wanasema wamepatana na encounter ya Yesu, nikasikia bado hawajamuelewa. Kwa sababu wale wamepatana na encounter ya Yesu wanamuelewa kwa yale mawazo ya prophecy. Lakini Yesu unamuelewa katika uzima ukiwezeshwa na the truth spirit, ama ile ability yake yeye mwenyewe. Na ile makosa watu wanafanya ni wakati unakutana na hiyo encounter, anakuambia njoo unitumikie. Wewe kuliko uconcentrate na yeye huyu anakuita, unatoka spindi, unasugua Biblia, unaenda kuhubiri vile watu wengine wanahubiri. Kama ni hivyo angekutuma. Ni kwamba vile wanahubiri wahubiri sawa. Hivyo ni kusema akikwambia njoo unitume, katalia kwake. Katalia kwake, wewe ni nani? Vile anazindi kuziriviri kwako, ndivyo vile unazindi na wewe kuelezea wanadamu. Sio utoke uende ukaongea, utaenda kuongea mambo ile iliyonenwa na watu ambaye hayana uzima. Maana wale wanamuona Yesu katika encounters, katika ile mwili yake ya roho, hawana tofauti na wale waliomuona katika ile mwili ya physical na literally. Vile walivyokuwa na mwelewa yeye ni mwana wa Mungu ama ni mwana wa Daudi. Hata hawa hawana tofauti, sababu nao wanamuelewa ni mwana wa Mungu huyo. Lakini Yesu mwenyewe anasema yeye ni uzima. Unasikia? Na hii Yesu ni uzima, utaelezwa na prophecy, utaelezwa na maprofeti ama na mwalimu gani yoyote, jina lile ndio litakuelezea. Na makosa watu wanaofanya ni kule kuita watu waende kwa karakta zao, ambaye wakifika kwa karakta zao mahali wanasema either ni kwa dini ama ni hapo mahali mwanga mnafanya hiyo practices na doctrine, unabadilisha wale watu wanakuwa asset yako. Wanakuwa sasa ni kitega uchumi ya kugenerate your living, your income sasa kwa wale watu. Tithe, sijui nini, kuliko kundirect watu waende kwa lile njina la Yesu. Maana Yesu anasema tufanye wanafunzi kuwa wanafunzi wake, ni kwa maana ya kundirect watu kwa njina lile. Lakini utawadirect waende huko aje na hata wewe mwenyewe ujui. Utawaita kwako, ukiwaita kwako unawafungia hapo, unamwambia kuna mahali unawapeleka na hakuna. Peleka watu kwa jina la Yesu, wachana na watu wasikuje kwako, waende kwa Yesu. Wacha waende kule, Yesu ndio wataelekeza mahali wanaenda. Mimi napenda walimu wa duniani hii kwa kitu kimoja. Ukimwangalia mwalimu afundisangi mwanafunzi akae kama yeye. Nia ya mwalimu wa dunia hii, anafunza mwanafunzi akimuelekeza kwa kile kirasi kiko juu ya huyo mwanafunzi. Anamsukuma akiendanga hivyo. Na ndivyo inatakikana katika kufundisha Yesu. Inatakikana uelekeze wanadamu kwa institution, wakasome huko, si kwako. Hata kama umesoma, elekeza watu kwa institution wakasome kule. Na wakienda kule, wako na advantage ya kusoma zaidi kuliko wewe. Kwa mfano kama saa hizi mtu amesoma university, amesomea degree kama ya engineer ama doctor medicine ama nini ama ya walimu. Mwalimu yule atakiwi akuelekeze kwake yeye. Hawezi akakufunza mambo ya university. Anatakiwa akuelekeze katika institution ambayo ni university. Na ukifika kule, advantage ile hiko, wewe mwenyewe utandiscover subject zingine nyingi kuliko yeye. Hata unaweza soma uwe na degree zingine 2, 3, 4, 5 ama uwe doctorate ama uwe sijui nani, lakini yeye hakusoma hiyo kule kwa institution.
lakini hawezi akakufunga hapo akikufunza ukae kama yeye, atakuwa amekuzuia. Ndivyo ilivyo sasa katika watu, kuliko waelekeze watu wanadamu kwa Yesu, kwa jina la Yesu, wanawaita kwao, alafu akiwaita kwao wanawafunga hapo, wanawazuia sasa kule kuelewa. Na wanadamu wanatakiwa kuelekezwa kwa Yesu. Ndio nasikia tunatakikana tuliinue jina la Yesu katika John chapter 12 mstari wa 31-32 nasema tuliinue jina la Yesu na litavuta wengi. Kuliinua ni kama vile unaweza sika kitu unainua juu hivi. Ukisika kitu umekiinua juu, kila mtu akiwa anapita atakuwa anaona kile kitu na atakuwa anakitofautisha kile kitu na wewe, na atakuwa anaelewa hicho kitu ni nini. Lakini sasa watu hawataki kuinua lile jina la Yesu, na jina hili huwezi ukaliinua kama ujui. Jina hili linainuliwa kwa kunenwa kwa ile kapasiti yake. Yeye ni uzima. Wanadamu walitoka kwa uhai. Hivyo ndivyo kuinua hili jina la Yesu. Lakini mwingine alikuja akavuni doktrine nyingine hapa, akasema ukisema katika jina la Yesu, katika jina lilo si jina la Yesu, jina lake ni uzima. Jina lake ni uzima. Hakuna mahali Yesu alienda akisema mimi naitwa Yesu, mimi naitwa Yesu. Alikuwa anasema mimi ni uzima. Mimi ni mkate wa uzima. Hilo ndilo jina lake. Jina la Yesu ni uzima. Yeye ni uhai. Hana jina lingine. Hilo ndilo jina lake.